Amesema hayo akiwa katika uzinduzi rasmi wa chuo cha Makumira Training Institute na mahafali ya kwanza yaliyofanyika katika ukumbi wa chuo hicho kilichopo wilayani ya Rumeru mkoani Arusha. Amesema kuwa kulingana na teknolojia kukua, vijana wamekuwa wakivutiwa zaidi na utamaduni wa kigeni na kusahau utamaduni wa Kiafrika. Fanyeni utafiti zaidi. Ala za muziki katika taifa hili ziko katika hatari ya kupotea. Watu hawathamini tena ngoma, marimba na mambo mengine, wanathamini zaidi vitu ala za Ulaya na Marekani. Lakini hapa ni mahali pazuri sana. Afrika tunao music, tunao utamaduni ambao unagusana na maisha yetu, yani uko katika context yetu. Ni hakika kwamba taasisi hii, na nafurahi kwamba mtu anayehusika afisa utamaduni, fikiri namkumbuka Clementina hapa panaweza pakawa mchango mkubwa sana. Aidha, ameongeza kuwa muziki ulioandaliwa vizuri ni dawa kwa afya ya mwanadamu. Ninyi mnafahamu, Dr. Sululu atakubaliana nami, na wataalamu wa tiba mwanadamu anatibiwa haraka zaidi akipata kidonge na mazingira mazuri ya kupumzika na muziki ukipigwa. Sasa juzi nilikuwa nasoma, mimi napenda kusoma vitu vingi vilivyo nje ya taaluma yangu. Juzi wamegundua watu wa animal production, kienda pale SUA unaweza kupata mambo haya. Walilinganisha kuku wanaokaa kwenye makelele na kuku waliopata utulivu na kamuziki kidogo. Kuku waliotulia walitaga zaidi kuliko wale wengine. Ninyi ni sio tu waburudishaji, lakini ninyi ni watu wa tiba mbadala. Mkuu wa chuo hicho Mchungaji Dr. Seti Ole Sululu ameeleza mikakati ya chuo hicho, huku mwenyekiti wa bodi ya chuo hicho Dr. Rogate Mshana akieleza umuhimu wa kozi zinazofundishwa katika chuo hicho. MTI, Mheshimiwa mgeni rasmi, inaahidi kutimiza matarajio na malengo ya kanisa. Inaahidi kutimiza matarajio na malengo ya TUMA. Inaahidi kutimiza matarajio na malengo ya kanisa kwa ujumla kama nilivyosema, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Baraza la Sanaa la Taifa NACTVET kwa kutoa elimu iliyo bora, wahitimu mahiri wenye ujuzi na maarifa yanayokidhi mahitaji ya fani husika na wanaoweza kuendelea na masomo ya ngazi ya juu ya chuo kikuu. Pia tunaahidi kuendelea kukuza, kuenzi na kudumisha utamaduni wetu kupitia sanaa na muziki, na hivyo kujenga uzalendo kwa vijana wetu na kutunza historia na urithi wetu. Kitu kinachotakiwa ni kuwa na bidhaa bora. Watanzania tunahitaji vitu bora, sio vya watu wanasema vinavyotoka Ulaya ndio bora, sio watu Dubai huko. Hapana, tunatakiwa sisi ndio tunatoa bidhaa bora. Mwalimu mlezi wa wanafunzi chuoni hapo ambaye pia ni mwalimu wa muziki Jimmy Kimutuo ameeleza kuwa chuo hicho kiko thabiti kuwafundisha wanafunzi katika maadili ya Kiafrika, huku baadhi ya wanafunzi akiwemo Tumaini Shedafa na Naomi Kazumba wakiahidi kufanyia kazi yale yote waliofundishwa chuoni hapo. Tunajua kwamba muziki wa makanisani una namna yake tofauti kabisa ya kufanya. So kati ya vitu ambavyo tunavifundisha na tumevipa kipaumbele hapa shuleni ni kufundisha huo muziki wa makanisani, ili sasa tuendelee pia kupreserve isipotee, kwa sababu kuna namna usipowaelekeza watu kwenye misingi na kuwafundisha vitu vile ambavyo wanatakiwa kuvifanya, ama muziki wa kanisani unatakiwa kufanyikaje, wanaweza wakafanya kwa namna ambayo ni tofauti, kwa sababu siku hizi mambo mengi, ulimwengu unabadilika kwa kasi. Kwa hiyo kati ya vitu ambavyo tunavifundisha na tunavisisitiza sana hapa ni
mziki wa kanisani, ili sasa watu waendelee kutunza ule mziki na wasifanye tofauti. Nina washauri vijana ambao wako mtaani wanafanya mziki na wana vipaji. Umuhimu wa shule ni mkubwa sana tunapokuja kwenye masuala ya academically. Kwa hiyo kuna kitu ambacho ukiwa ukakuja shule ukainvest muda wako kusoma, kuna kitu cha kipekee ambacho hatuwezi kukielezea tu kwa mdomo, lakini kiko zaidi kwenye matendo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana MTI. Ningependa kuwatia moyo kwa watoto wa kike kwamba mnaweza mkasoma mziki, maana mziki ni taaluma kama taaluma zingine. Mnaweza mkapata kazi kupitia mziki, kwa hiyo msiogope, na mziki ni kwa kila mtu. Msiangalie kwamba mziki ni kwa ajili tu ya wakaka, hata kwa dada pia inatufaa. Kutoka katika chuo hiki cha Makumira Institute kilicho sehemu ya chuo kikuu cha Tumaini Makumira, mimi ni Elihuruma Chao.